Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na ukaribisha katika channel yako pendwa, channel yako nzuri unayojifunza mengi mazuri. Sikiliza, leo nimekuandalia kipindi cha Qur'ani, lakini kipindi cha leo ni muhimu kweli kweli ukifahamu. Kabla hatujaendelea katika hiyo sehemu muhimu, tuangalie pia sehemu zingine muhimu. Hakikisha una subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili tuweze kuongeza familia ya Lecture TV, tujifunze mengi. Hakikisha unakaribisha na wengine, sambaza links zetu watu waweze kuja pamoja nasi. Lakini usisahau kulike na kucomment, weka maoni yako hapo tuweze kuendelea zaidi. Karibu, jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Kumbuka pia na mimi ni mwalimu wa Qur'ani. Hakikisha tupo pamoja, leo tutajifunza mengi. Katika Qur'ani leo nimekuandalia kipindi kizuri ambacho unaposoma Qur'ani ukafika katika aya ya kusujudu unatakiwa ufanye nini? Ndio ambacho tumekuandalia. Maana yake ni hivi: unaposoma Qur'an na ukafika katika sijidatu tilawa, inaitwa sijidatu tilawa, sijida ya kisomo. Hasa unasoma Qur'an umefika katika sehemu ambayo unahitajika kusujudu, utatakiwa ufanye jambo. Aidha unasoma Qur'an msafu wote, au unasoma aya yote au sura moja tu, lakini ndani ya sura hiyo ukakutana kuna alama ya kusujudu, basi utahitajika kufanya nini? Usujudu. Si lazima, lakini hiari. Ila kusujudu utapata malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utaijuaje aya hii ni ya kusujudu? Si kazi, ni rahisi. Kuna alama kwenye msahafu, alhamdulillah turahisishia, umewekewa ile alama hivi, mfano mkonesha kwa screen yako. Hiyo alama imewekwa katika sehemu ya kusujudu, hiyo mada ya sujudu, sawa? Pia kuna kuwa una mstari imepigwa kama unavyoona kwa screen yako, hiyo inakuwa inaashiria ufanye nini? Usujudu. Maana yake inaonyesha hiyo ni aya ya sijda, sawa? Hiyo ni mada ya sujudu. Kwa hiyo utapofika katika mada ya sujudu kama hapo, unaposoma Qur'ani aidha uwe ndani ya swala au nje ya swala, kwa sababu sijidatu tilawa inapatikana ndani ya swala au nje ya swala. Ndani ya swala kivipi? Unapokuwa unaswali, mfano upo peke yako unaswali ukafika katika aya ya kusujudu, utadhibidi uporomoke mpaka chini usujudu, na kuna dua utaisoma. Sijidatu tilawa ni moja tu, unasujudu mara hii moja. Au upo nje ya swala unasoma nini? Qur'ani, ukafika katika sehemu ambayo inaashiria au inakutaka wewe kusujudu, basi ni bora zaidi ufanye nini? Usujudu. Tumeelewana? Pia inahitajika katika mazingira gani? Sasa kabla unasoma Qur'an kuna tembea akukataka kusujudu, yes unaweza, lakini si lazima. Lakini hata imamu anapokuwa anaswalisha na katika sehemu ya kusujudu pia anaweza akasujudu, ni bora zaidi. Hiyo inaitwa sijidatu tilawa. Twende basi moja kwa moja bila kupoteza muda. Sasa unaposoma Qur'an, nitakutolea mfano mmoja tu au miwili ndani ya Qur'ani, mifano rahisi tu katika sura zetu za kawaida hizi katika juzu amma, ambazo zina aya ambayo inaonesha kusujudu. Mfano katika suratu Inshiqaq almaarufa tumeziosoma idha samaa shaqqat, ndio suratu Inshiqaq aya 21 bila kukosea. Allah asema hivi: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun. Katika hiyo aya unaposhika msafu wako utakuta kuna alama imewekwa la yasjudun. Mwisho aya unaona kuna alama imewekwa hapo. Pia pale juu kuna mstari upo hivi. Hiyo inaonesha alama ya sijda. Basi utahitajika kufanya nini? Usujudu. Tumeona vizuri? Au katika suratu Alaq, yani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, aya mwisho ile Allah anasema hivi: kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Mbona mwisho wasjud waqtarib kuna alama ya kusujudu, lakini pale kuna nini? Mstari unaashiria unaweka katika sehemu ya kusujudu. Basi tutapofika katika hiyo aya utahitajika kusujudu. Ni dua gani utakayosoma? Utasoma dua hii hapa utapofika katika sujudu. Mfano umeenda hivi: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha quri'a alayhimul qur'anu la yasjudun. Unakwenda moja kwa moja chenda kusujudu. Ningeenda kusujudu lakini yes, unaenda moja kwa moja unafaa unasujudu na unasoma dua hapa: sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu
wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladhi. Hii ndio dua ambayo utakosoma katika sijida ya kisomo. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nifatishe tena. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Pia unaweza ukaishia hapa, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sawa, ila ukipenda unaweza kuunganisha fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tumeelewana? Ikiwa unahitaji dua hii pia unaweza kunitafuta kwa namba 0785 766 nitakutumia dua hii bila wasiwasi wote. Si pesa jamani, bure tu, dua utaisoma vizuri. Sajada wajhiya lilladhi, uso wangu huu umesjudu lilladhi, kwa yule ambaye khalaqahu, ameumba nini? Uso. Sawa. Washaqqa sam'ahu, sawa, washaqqa sam'ahu, sikio lako umekuwa wa kutosha, bihaulihi wa quwwatihi, wa basarahu, na uoni wake, bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, na ametakasika Mwenyezi Mungu mbora wa waombaji. Kwa ni muhimu sana ni dua, unapofika tutasema kusujudi, isome dua hii, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hii ndiyo dua ambayo unaisoma unapofika dua ya sijda. Usipate tabu wala uko unajiuliza ninasoma nini mimi ninapoenda kusoma, unapofika katika sehemu ya sijda ya kisomo. Ni dua hiyo ndio ambayo utakayo isoma. Tumeelewa vizuri? Kwa msaada zaidi nimeshautajia namba hapo, wewe tutafute, tutasaidiana. Pia na kufikia hapa nimefika mwisho wa kipindi changu. Sina la ziada. Na imani umejifunza na umefahamu dua ambayo utakayoisoma, na umefahamu ni sehemu gani unaposoma katika Qur'ani na inaashiria mtu kusujudu. Alhamdulillah, nafurahi sana ikiwa umejifunza. Allah tukubali sote na tujitahidi kushikamana pamoja. Naitwa Mwalimu Ibrahim Mara kutoka hapa Lecture TV, katika platform yetu ya Lecture Tuition Center ipo nawe. Programu ya Qur'ani inaendelea. Kwa wale ambao wanapenda kujifunza Qur'ani, wasiliana nasi kwa namba 0785 766 703. Au kwa wale ambao ni wapenzi wa Arabic wanatamani kujua Kiarabu, lugha hii tukufu, lugha adhim, hakikisha unatafuta kwa namba 0 hiyo hiyo 0785 766 703 tuweze kuungana nasi. Programu yetu ya Arabic inaendelea, usajili unafunguliwa tena ni kesho tarehe 20 insha Allah. Usichelewe. Gharama yetu si kubwa, ni shilingi 6500 tu kwa mwezi unajifunza. Kama uamini hivyo, utaona wenzako na faida zaidi. Karibu sana, tujiunge pamoja, usichelewe. Niwatakie mchana mwema, maasalama.